Jamani, Mungu wenu anapenda nyie muwe na raha. Amen. Haleluya. Amina. Mungu anafurahia ukiwa na raha. Kwa hiyo wakati ule una huzuni na uchungu, sio kama Mungu anafurahia. Na kuna watu wanasema kabisa, naona mimi nimeandikiwa matatizo tu. Uliandikiwa kwenye kitabu gani? Dakika moja ya hasira, dakika ya kuwa na hasira inashusha kinga zako. Askari wanaopigana ambao wangeweza kupambana wanashushwa chini, wanakuwa dhaifu kwa muda wa masaa 4 mpaka 5. Kama hujanielewa sema rudi. Yani ukawa na hasira kwa muda wa dakika, umeleta athari ya kudhoofisha askari wa mwilini mwako kwa muda wa masaa 4 mpaka mangapi? Kwa hiyo mafua yakija atakutandika, sijui nini kija itakutandika kwa sababu tu ya hasira. Msongo, pumziko hakuna. Sikilizeni waambie, hii dunia ina misongo. Sasa hivi ukiangalia kwa haraka, rate ya watu wenye msongo imeongezeka kwa kasi kubwa, na tunaiona kwa matukio yanayoendelea. Watu kujinyonga, watu kuuana, vitu vingi sana vinaonyesha. Lakini we ni shahidi ya kwamba hata wewe unanitazama, maisha uende amekupiga kiasi kwamba kuna athari kwenye ubongo wako ambao hata wewe hujaelewa kwamba tayari una athari. Nakupa mfano, ukijikuta huko mwenyewe chumbani au mahala popote pale, unavaa viatu, alafu wakati unavaa viatu ukavaa vibaya, ukakikanyega kiatu vibaya, kwa hiyo unahangaika kuvaa vizuri, alafu kile kitendo kikakukasirisha. Naongea na watu wa binadamu, yaani ukakasirika kabisa, jua una shida ya yani hizo ni alamu unapewa kwamba kaa chonjo, ubongo umeathirika. Kwa sababu na mimi nakuuliza, unamkasirikia nani? Si uko peke yako hapo ndani? Mguu wa nani? Si wa kwako? Kiatu cha kwako unamkasirikia nani? Ndio ujue tayari kuna tabu. Ni dalili za akili iliyoathiriwa na msongo. Haya, nilitoa assessment moja mtandaoni kwenye YouTube, maswali kadhaa ambayo kila mmoja anajiuliza, ajue kwamba sasa hivi akili yangu inatakiwa niishughulikie haraka sana. Moja ya maswali ya kujiuliza ni haya: je, kuna wakati unasahau majina ya watu lakini unakumbuka matukio? Ya unasema yule jamaa walikuja na Pastor Mbaga hapo nani Nyamongo, alikuwa anafundisha uongozi. Unakumbuka mpaka anafundisha uongozi, anaitwa Pastor nani huyu? Kabila lake unakumbuka kabisa, lakini jina lifanya nini? Anza kuchukua tahadhari. Lakini sikia, hasira isiyo na sababu, kama nilivyowaambia ndugu zangu, kama kuna kitu kinatumaliza ni hasira. Nakupa mfano ufuatao. Dakika moja ya hasira, dakika ya kuwa na hasira inashusha kinga zako. Askari wanaopigana ambao wangeweza kupambana wanashushwa chini, wanakuwa dhaifu kwa muda wa masaa 4 mpaka 5. Kama hujanielewa sema rudia. Yani ukawa na hasira kwa muda wa dakika, umeleta athari ya kudhoofisha askari wa mwilini mwako kwa muda wa masaa 4 mpaka mangapi? Kwa hiyo mafua yakija atakutandika, sijui nini kija itakutandika kwa sababu tu ya hasira. Msongo, pumziko hakuna. Sikiliza hii, angalia kwenye kitabu cha Kutoka sura 33 fungu la 14 hadi la 15. Kama uwepo wa Mungu haupo, huna amani, huna furaha, haiwezi kutokea maishani. Kutoka 33 fungu la 14 mpaka la 15, ndio anasemaje hapa? Akasema, ndio soma Kiswahili cha kisasa kama unacho. Hakipo? Yeah, hakipo. Haya, soma tu cha zamani alafu mimi nitasoma cha kisasa. Akasema,
uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Nami nitakupa kitu gani jamani? Raha. Jamani, Mungu wenu anapenda nyie muwe na raha. Amen. Haleluya. Amina. Mungu anafurahia ukiwa na raha. Kwa hiyo wakati ule una huzuni na uchungu, sio kama Mungu anafurahia. Na kuna watu wanasema kabisa, naona mimi nimeandikiwa matatizo tu. Uliandikiwa kwenye kitabu gani? Mungu akusaidie uelewe umeandikiwa raha. Amen. Tatizo ni kwamba uwepo wa Mungu hauko na wewe. Unajua kuna siku moja Waisraeli walimhuzunisha Mungu. Sikia. Sikiliza. Katika vitu vinavyomhuzunisha Mungu na kumuumiza ni manunguniko. Nimesema kitu gani? Manunguniko. Manunguniko yanasababisha uwepo wa Mungu uondoke. Na kuna watu wanajua kunungunika. Hata mimi nikiwa mdogo nilikuwa nanungunika, ila nilipata wazazi ambao wanajua kushughulikia wanaonungunika. Ile ambayo unatumwa alafu umekasirika na husemi, unasikia tu mama anakuambia unasemaje? Unaenda kuleta kile kitu alafu unaambia njoo, ulikuwa unasemaje? Sijui ilikuwa tuna kipigo cha kutosha. Sitasahau nilipata kipigo cha kutosha. Baba alikuwa hayupo, mama akanishughulikia vilivyo. Nilikula fimbo karibia 9 mfululizo, zisizoangalia imepigwa wapi. Kama imeshukia kwenye mkono twende. Nikaendelea kunungunika. Baba akaja, nikamfuata baba, ngambia baba, mimi nimepigwa. Kanambia nani nimekupiga? Kabia mama amekupiga. Amekupiga kwa kosa gani? Nikamweleza kosa langu, na mimi sitawaambia maana mmesubiria mlisikie kosa langu lilikuwa kosa gani, sisemi. Akanambia amekupiga fimbo ngapi? Akamwambia nimezihesabu kabisa, zilikuwa ziko 9. Twende chumbani. Akafunga mlango, akanambia nikwambie zile hazijakutosha, watu wa design yako sio 9. Nikala nyingine 8. Alafu akaniambia siku nyingine mama akikuadhibu funga mdomo. Hivi mnajua kuna wazazi ambao mtoto akishtaki anamwambia mwenzake, kwa nini umempiga mtoto? Ni mbaya. Unasababisha mtoto anakuwa na ubaguzi. Baada ya kula 8 na unazila zile 8, huwezi kunielewa. Kizazi hiki hakili fimbo. Ndio maana wamekuwa korofi sana. Unakula 8 zile ambazo ukitoka pale mistari inafanya nini? Inaonekana. Alafu tulikuwa na tabia mbaya sisi, ukichapwa wenzio wanakucheka, kwa hiyo unanungunika tena. Ukinungunika, ukigundulika unachapwa. Nimejifunza hii kwa Mungu. Mimi hata kama nipitie machungu kiasi gani, nafunga mdomo wa manunguniko. Waliponungunika hapa, Mungu akamwambia Musa, siendi na nyie mna shingo ngumu. Musa akaelewa ubaya, akasema hapa Mungu, kama huendi nasi hatuondoki. Mungu akamwambia nyie mna shingo ngumu, nitamtuma malaika wangu aende nanyi, lakini huyu malaika wangu mkaenda kinyume naye, kwa vile mlivyo na shingo ngumu atawararua, maana yeye hana rehema kama mimi. Musa akamwambia Mungu, nikwambie una mpango wa kutuacha? Anasema hatuondoki hapa mpaka twende na wewe. Haleluya. Ngoja nikupe ishara moja ikusaidie ili ujue unaenda naye ama huendi naye. Iko hivi, endapo kuna kitu kigumu kiko mbele yako, iwe ni safari, iwe ni kazi, iwe ni tukio, iwe ni ndoa, iwe ni nini, wakati unapokaribia kukabili kile kitu unasikia woga, hofu imekujaa, sikiliza, piga magoti peke yako, na kazia sana maombi ya peke yako, maana ndio maombi yenye nguvu. Piga magoti peke yako, pale kwenye magoti mwambie Mungu, najua unanisikia, nina hofu na safari, nina hofu na biashara hii,
nina hofu kuingia kwenye hii ndoa, nina hofu na kitu hiki, siendi kama huendi pamoja. Unasema mchungaji, nitajuaje kwamba nimesikiwa? Kuna namna nyingi Mungu anaongea nasi, ziko nyingi sana, lakini iliyo kubwa ambayo inatumika kwa watu wengi ni hii: unavyoendelea kuomba, kama kile kitu kina amani na usalama, utasikia amani inaingia moyoni mwako. Haleluya, Amen. haleluya, Amina. haleluya, Amen. unasikia tu inaanza kuingia, inaingia. Na ukiona ni mkataba wa kibiashara, umeomba mara moja, ukaomba mara ya pili, ukaomba mara ya tatu, amani haiji, acha. Hata kama una faida kiasi gani, acha. Wewe binti, mchumba amekuja, lakini unasikia moyo hauna amani, kila kitu yuko vizuri, moyo umegoma, unaingia kwenye maombi, ikiwezekana funga na kuomba, lakini bado unasikia amani haiji. Usiingie kwenye ndoa kwa lazima. Kuna saa ukifika huko unasema ningejua. Wakati tuko Karatu Net Event, wale ambao mmefuatilia, nilifundisha dalili za hatari katika uchumba, kwamba ukiziona hizi ujue kuna kitu cha hatari kiko hapo. Kadhaa, sikusema zote, lakini nenda ukaangalie comment za watu kwenye ile somo. Ukipata muda nenda kaangalie, soma comment tu pale chini. Wako wanandoa wamecomment bila aibu kabisa. Anasema mimi niliziona hizi nikapuuza, sasa kimeumana. Na ameposti hapo kabisa, haoni shida kabisa. Mwingine anasema ninajuta ninayoyapitia, maana dalili karibia 3 niliziona lakini nilipuuza. Na mimi nakuambia, moja ya dalili ya kujua huenda kuna kitu hakiko sawa ni kukosa amani ya moyo. Moyo ukigoma, omba. Unagoma tena, piga magoti, omba. Umegoma, omba mara ya 3. Imekataa, omba ikiwezekana hata mara 7. Ukiona amani bado haiji, acha. Haleluya. Ni ngumu, lakini ichukue hivyo hivyo. Mathayo 11:28. Mathayo 11:28. Mathayo 11:28 anasema, njooni kwangu, njooni kwangu ninyi nyote. Ninyi wangapi? Nyote. Ndio. Msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Mnaosumbuka na kulemewa na kitu gani? Na mizigo. Na mizigo, nami nitawapumzisha. Sikiliza, hajasema mnaolemewa na amesema au mizigo. Watu wana mizigo, lakini nawapa tahadhari, usije ukajaribu kupeleka mzigo kwa mtu mwingine, upeleke kwa Yesu Kristo. Amen. Kuna bwana mmoja amehangaika sana, akaamua kwenda kwa mganga amsaidie. Mganga akampa dawa, na dawa kwa mara ya kwanza ikafanya kazi. Unajua shetani naye ni waajabu sana. Unaweza kuona mambo kama vile yananyooka. Kile kitabu cha Pambano Kuu kinasema shetani ataleta magonjwa na kisha atafanya nini? Atayaondoa. Kwa hiyo akaona kama mambo yako sawa, akaenda tena mara ya pili. Mganga akampa masharti, akamwambia hakikisha usinyeshewe mvua. Ile ameondoka na dawa, anashuka stand, mvua ikanyesha, na akagundua dawa imenyeshewa. Unafanyaje? Iache kama ilivyo. Mama huyu, yeye sio hii ya kwanza nimesimuliwa, hii nimeongea naye hivi kabisa, na tukaenda kufanya huduma. Mume alikuwa hatulii, simenielewa? Wamama ndio wameelewa kuliko wanaume. Alikuwa hatulii mama, watu wamehangaika, amefanya kila njia, akakutana na rafiki yake, akamwambia wewe si umeona wa kwangu alivyotulia? Akasema ndio, kuna mahali nitakupeleka. Anasema wapi? Bagamoyo. Sasa lakini mimi najua namwamini Yesu. Akasema hakuna shida, dini yako uache. Wala hakupigia ramli, anakupa tu dawa, unamwekea kwenye ya kuogea na nyingine kwenye chakula, alafu nyingine we mwenyewe ndio utaweka mdomoni,
utazunguka nyumba mara 7, alafu unatema. Ukija utakachomwambia chochote anakusikiliza. Akaenda akapewa kadawa kake yule mama wa watu, kakuogea. Siku hiyo jamaa anashangaa, mbona mama ni mkarimu kiasi hiki? Baba, nimekuandalia maji. Naye haishtuki. Kakawekwa hapo, mwanaume akaoga, akapiga tiki ya kwanza, imefaulu. Na aliambiwa kesho yake ndipo weke ile ya chakula. Akapika chakula vizuri, akaweka na ile nyingine, akampa, ikatiki. Kabakia moja ya kuweka mdomoni na kuzunguka nyumba mara ngapi? Akaweka ile. Kesho yake akazunguka, akatesti kweli, ikakubali. Maana akimwambia baba fulani, leo saa 1 kamili huo umefika nyumbani. Maana ilikuwa ni wale wanaume ambao wanakuja saa 7, saa 8. Alivyomwambia tu vile, saa 1 huo umefika, 12:30 ndume imeingia. Nasema hii kitu iko vizuri. Lakini kadri siku zilivyoenda, akagundua anawahi nyumbani, lakini bado anaenda kule kwa masaa fulani. Mmenielewa? Akarudi kwa mganga, akamwambia vingine vimekaa sawa sawa, anawahi lakini bado nimegundua bado. Mganga akamwambia nakupa ya mwisho, hii ya mwisho hii utamweka hapa. Akasema sawa. Akapewa ile dawa yake, akamwambia hii unaweka kwenye nguo. Akaweka. Jamaa tu akavaa ile nguo vizuri. Sasa anataka aende na mkewe popote, kama alivyoambia utamweka wapi. Kwa hiyo mama akisema tunaenda shamba, jamaa anaenda fanya nini? Waganga washenzi sana. Akarudi kwa mganga, akamwambia sasa naona mambo yamezidi sasa. Maana anambia baba fulani, sasa si uniache tu nienda hata kwenye msiba mwenyewe, nenda ukasema mke wangu sitaki uende huko mpeke yako, utakutana na watu wengine huko, ngoja tu twende. Mganga akamwambia sasa sikiliza, hiyo imekaa sawa, ila kuna nyingine ya mwisho. Na anatoa hela, sio kwamba ni kitu kidogo, ni pesa za kutosha. Ya mwisho aliyopewa akamwambia hii usiwe na tabu, huyo jamaa atatulia nyumbani vizuri, hamna tabu kabisa. Akapewa, akaweka kwenye chai kama sijakosea. Ndume ikanywa vizuri. Tangu anywe hiyo dawa hatoki ndani, kazini haendi. Mpaka wakati huo sisi tunaenda hapo na wazee wangu wa kanisa kwa ajili ya kumhudumia, alishasimamishwa kazi, haendi. Sasa mganga alisemaje? Alipoenda kwa mganga, mganga akamwambia ulikosea masharti. Kwa hiyo hili ubongo uweze kukaa sawa sawa, inabidi sasa mtoto wako mmoja afanye nini? Aondoke. Mama akasema siwezi kuruhusu. Sasa siwezi kuruhusu, ndo jamaa yuko ndani. Na ni jamaa lilikuwa smart kweli kweli. Siku hiyo tunafika kumwona, yani ni yule ambaye unasema kaoge, anaoga. Usipomwambia atakaa hapo hapo alipo. Na sika na kwamba ilichukua siku 2-3, hapana. Maana tulianza zoezi la kuchoma vitu vilivyowekwa, vilivyobakia vingine. Maombi yaliendelea. Wakaja wainjilisti wengine pale ambao wanaendelea kufanya ibada kwenye ile familia. Baada ya miezi 8 ndipo mwanaume akili inarudi. Maombi ya mwisho ndipo anamuuliza mwinjilisti, anambia, "Halo, niko wapi hapa?" Akamwambia, "Angalia vizuri kwamba uko wapi." Kuangalia sema, nyumbani. Ndipo anakumbuka kazini kwake kwa mara ya. Hakurudishwa kazini, lakini aliendelea na maisha mengine. Asubuhi wakati nakuja hapa kwenye ibada, nilimpigia simu nikamwambia naenda kutumia kisa chako. Mimi sheria yangu ni kwamba siwezi kutumia story ya mtu bila ruhusa ya kwake. Hiyo ndio sheria. Akaniambia nenda ukaseme, huenda utaokoa wengine. Nawaambia ndoa yako ina changamoto, ipeleke kwa Yesu Kristo. Anasema njoni kwangu ninyi wangapi mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Hiyo mizigo ni mizigo gani? Yeye anaweza kukupa raha. Haleluya. Amen. Yeye atakupa pumziko. Naomba usimame.
Naomba usimame. Naomba usogee uje hapa mbele. Nisome hili fungu ukiwa hapa karibu. Alafu wakati huo mchungaji Buse akija hapa mbele kwa ajili ya ombi hili la mwisho. Sikiliza maneno haya. Rafiki yangu uliyeko hapa mbele na wale ambao wanafuatilia, ninawaomba yafuatayo. Kabla hatujafunga makambi haya, ikiwa kuna chochote ulicho nacho ambacho si cha Bwana, ni cha adui, ninakusihi kwa neema ya Bwana kilete tukiteketeze. Na yani hatuna haja ya kujua jina lako. Jina lako halitusaidii chochote. Hatuna haja na hiyo. Wewe funga tu kwenye kafurushi vizuri, kwenye boksi au kwenye bahasha, vyovyote vile, njoo dondosha hapa kanisani. Kinamna tu, mtu yeyote asikuone, dondosha tu hapa. Kataokotwa na mashemasi, wataokota wahudumu, wataleta, tutachoma. Ondoeni miungu migeni nyumbani kwenu, inawaletea mikosi. Hiyo ondoeni huko. Yuda walipoamua kuiacha miungu migeni wakamgeukia Bwana, Bwana aliwastarehesha. Nitaka nisome kitabu cha Nyakati ya Pili mkiwa mko hapa. Sikiliza maneno haya. Nyakati ya Pili 15:15. Anasema, na Yuda wote wakafurahia kile kiapo, walikula kiapo cha kumfuata Bwana peke yake, kwani wameapa kwa moyo wao wote na kumtafuta kwa mapenzi yao pia. Naye ameonekana kwao, naye Bwana akawastarehesha pande zote. Ikiwa unataka Bwana akustareheshe, kama ulitanga mbali naye, tubu, ungama. Haleluya. Tubu, ungama. Kuungama ni kukiri, kutubu ni kugeuka. Na moja ya ishara ya kutubu ndio kuleta vitu viteketezwe. Lakini ikiwa sio kwa njia hiyo, ila ulimwacha Bwana kwa njia ya manunguniko, muombe msamaha. Bwana atakustarehesha. Mimi sijui una mzigo gani wowote ulio nao, acha Bwana ashughulike nao.